Tumefika kwenye ule mstari wa 15, kitabu cha Marko mlango wa 11 mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi: akafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akazipindua meza za wabadilisha fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala akuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Mstari wa 17, maandiko yanasema hivi: akafundisha akasema, je, haikuandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya kuwa Yesu ameona kwamba kumepambazuka na ni wakati wa asubuhi, akarudi kwenye lile hekalu ambalo alikuwa amelitazama na akachomoka akaenda zake. Pamoja na kuwa mara ya kwanza Yesu alikuwa ameingia ndani ya hekalu akalitazama na hakufanya chochote, huu wakati sasa akajua ndio wakati unafaa kabisa wa kukufanyia jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ya kwanza wale wafanyabiashara waliokuwa ndani ya hekalu walifurahia, na ni kama kwamba walifikiria ni kama kwamba Yesu amefurahia kile wanachokifanya, lakini hekalu ilikuwa inazidi kulia. Pamoja na kuwa unalia, wakati wako wa mchana ukifika, maandiko yanasema kwamba huenda kilio huja na ukaa usiku, lakini wakati wa mchana ukawa na furaha, pamoja na kuwa usiku wote umekuwa kwenye kilio. Maana Yesu alikuja na hakufanya chochote. Ujue kwamba ndio wakati sahihi wa Yesu kufanya. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipofika katika hekalu akawapata wale wafanyabiashara wanaendelea kufanya biashara ndani ya hekalu, akaanza kuwafurusha, akaanza kuwapiga akiwatoa kwenye hekalu. Kwa hivyo jambo la kwanza, Yesu alipofika katika hekalu alishughulikia uchumi wa hekalu. Maana kitu kimoja ambacho unafaa kujua ni kwamba ukiwa Mkristo ama kanisa lolote ambalo uchumi wake haujasimama, lile kanisa haliwezi likafanya chochote. Kama Yesu atakuja kwenye maisha yako lakini akose kushughulikia uchumi wako, ujue kwamba hakuna hatua unaweza ukapiga kwenye maisha. Lile hekalu, bidhaa zilikuwa zinaingia katika hekalu, faida wanapata wafanyabiashara wa hekalu, lakini usiku wa manane ukifika ama usiku ukifika, wafanyabiashara wanaenda na faida yao, wanaacha hekalu likiwa halina chochote. Ninazungumza na watu ambao wanaingiza pesa. Mwili wako unatumika na wafanyabiashara kuingizia pesa ama kufanya biashara, lakini mwisho wa siku unabakia hauna chochote. Maana kuna watu wa namna hiyo, kwamba umelipwa jana, lakini nikikuuliza leo uko na pesa ngapi hauwezi ukaeleza. Maana ulikuwa uko na maroho za ulevi, uko na maroho za magonjwa ambao lazima ulipe pills katika hospitali, uko na maroho za spirit wife na husband ambao zinakuzalisha watoto wa kuzimu. Badala uzae watoto wakusaidie, ndio tumbo yako inapata mimba, lakini baada ya kuwa umepata mimba, ile mimba baada ya kuwa umeipata, wale watoto wanatoka wanakuwa ni watoto wa kuzimu. Tumbo inatumika katika kuzaa watoto wa kuzimu. Mshahara wako unatumika na wafanyabiashara wa hekalu. Ile hekalu Yerusalemu ilikuwa inaingiza bidhaa, ilikuwa inapata faida, lakini mwisho wa siku inabakia bila kuwa na chochote. Bidhaa zinaingia ndani ya hekalu, unapata mawazo ya kufanya biashara, unapata ndoto za kufanya biashara, lakini mwisho wa siku zile ndoto, yale maono yanaenda kusaidia watu wengine. Maana kuna wafanyabiashara wa hekalu wanafanya biashara ndani ya mwili wao kama hekalu ya Roho Mtakatifu. Yesu alipofika katika hekalu Yerusalemu, jambo la kwanza aliangalia uchumi wa hekalu, akaushughulikia. Akaona kwamba kama huyu mshirika nikimwacha akiwa uchumi wake hujakaa sawa, kama hili kanisa nitaliacha likiwa alipati faida, alipati sadaka, alipati faida,
itakuwa ina faida, injili itakuwa haiwezi kaenea. Maandiko yasema kwamba Yesu akaanza kuwashughulikia wafanyabiashara wa hekalu. Inawezekana ninapozungumza kwa sasa hivi kuna maroho za mangojo zinakutesa, kuna maroho za ulevi ambazo zinakula pesa zako, kuna maspiriti ambazo pamoja na kuwa unapata ndoto, unapata maono, lakini mwisho wa siku inapotea, inatoweka ghafla. Unaona rafiki yako anaenda anafanikiwa kwenye ile ndoto, kwenye ile yale maono ambayo uliyaona ya kufanikiwa. Ina maana kwamba huyo ndiye mfanyabiashara anayefanya biashara ndani ya hekalu yako, na lazima tumchomoe, tumuondoshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye atashindwa kusave pesa kwa sababu ako na shida ya nguvu za giza, kwa sababu amefahamiwa na wafanyabiashara wa hekalu, hata umpee milioni 1 hawezi akasave pesa. Maana utampea, lakini wafanyabiashara wa hekalu watakuja kuiba zile pesa, mwisho wa siku anabakia hana chochote. Mtu yoyote ambaye ako na wafanyabiashara ndani yake wa hekalu, unaweza kama familia mkataka kumsaidia, lakini kama mtamfanyia deliverance huyu mtu, ujue kwamba hakuna kitu unaweza ukamsaidia nacho. Kama hujaondosha wale wafanyabiashara wa hekalu, ni kama kuweka maji katika mtungi ambao umetoboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu ambao wataenda kanisani, unaona mtu anatoa ushuhuda, anasema kwamba Bwana amenifanyia hiki, nimepata mimba, lakini baada ya siku ile mimba inatoka. Unaanza kujiuliza kwa nini nilitoa ule ushuhuda. Yaani hizi maspirit hazikuzuii kupata mimba, hazikuzuii kupata pesa, lakini zinakuja kwenye final product, kwenye kile ambacho umekipata mwisho, wanakuja wanakichukua, wanachomoka nacho, unabakia huna chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kuna maroho ambazo hazikuzuii wewe kupata pesa, kupata mimba, kupata chochote, lakini zinakuja wakati ule baada ya kuwa umepata. Zile maspiriti ambazo zilimkamata yule kijana mpotevu, zilimkamata baada ya kuwa baba yake amempea mali, ndio zikamfuata yule kijana. Wakati ule hakuwa na mali, hazikuwa na shida naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akawachomoa wote na akachukua meza zao akaziturn upside down. Maana juu ya hizi meza kulikuwa na mashimo ambayo yamewekwa kule, ambao yale mashimo walikuwa wanaingizia pesa. Kwa hivyo anapobidua zile meza, zile pesa zikamwangika pale, ikiwa na maana kwamba zile pesa ambazo wafanyabiashara wa hekalu walikuwa wamezitengeneza zote, Yesu alikisha zimeachwa katika ile hekalu. Kama utafanyiwa deliverance, lakini kile ambacho kimeibiwa, kile ambacho kimemezwa kwenye maisha yako ukose kurudishiwa, ujue kwamba utatamani urudi kule ambako ulikuwa unatesekea. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu mlango wa 20 na mstari wa 15, maandiko yanasema kwamba amemeza mali ataitapika, Mungu ataitoa tumboni mwake. Yesu alichokuwa anakifanya, alikuwa anawatapikisha wale wafanyabiashara wa hekalu, alikuwa anatoa kile ambacho walikuwa wameibia hekalu akirudisha katika hekalu. Siku ya leo nataka nikutangazie ya kwamba inawezekana kuna wafanyabiashara wa hekalu waliomeza faida yako, waliomeza pesa zako, waliochukua viwanja vya baba yako, walioacha familia yako ikiwa katika utasa, katika ukiwa. Lakini siku ya leo, kama ujumbe umeusikia, Yesu anakuja kwenye nyumba yako, Yesu anakuja kwenye biashara yako, Yesu anakuja kwenye maisha yako, anachukua zile meza, anazitana upside down, na zile pesa, zile faida zote ambazo walikuwa wamekuibia zitarudi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akachukua zile meza akaziturn upside down. Ina maana kwamba kama kulikuwa na pesa walikuwa wanazitumia kubadilishia pesa, hawakuwa na pesa tena za kubadilisha.
Kwa hivyo alisuluhisha ile shida forever, ikawa haitatokea tena. Yesu akija kwenye maisha yako, ile shida imekutesa miaka mingi, ataisuluhisha forever, na atawafukuza wafanyabiashara wote. Aliwafukuza wafanyabiashara wote akawatoa ndani ya hekalu.